Mto Yordani ulikuwa umejaa mpaka kando. 1,600 za Waisraeli walikuwa wakisubiri ukingoni. Hakuna uwanja wa ndege, hakuna daraja, hakuna mashua. Mungu alisema hevuka. Lakini jinsi gani? Katika Joshua 3-4 tunaona muujiza ambao haujaelezwa vizuri. Sanduku la agano linapoingia majini, mto unakauka. Lakini kuna maelezo ya ajabu tunayoyasahau. Makuhani hawakuvuka tu, walisimama katikati ya mto kwa masaa 12. Waisraeli hawakutoka tu, walitoa mawe 12 kutoka katikati ya mto wenye nguvu. Hii si hadithi ya haraka ya kuvuka, ni mafunzo ya imani, uvumilivu na ukumbusho wa milele. Tusome pamoja Yoshua 3:7-8. Bwana akamwambia Yoshua, leo nitaanza kukutukuza machoni pa Israeli wote, ili wajue kwamba kama nilivyokuwa na Musa, ndivyo nitakavyokuwa nawe. Nawe utawaamuru makuhani wabebao sanduku la agano, ukisema, mkifika ukingoni mwa maji ya Yordani, mkasimame ndani ya Yordani. Hapo Yoshua aliwaita Waisraeli na kusema, karibu hapa, msikie maneno ya Bwana Mungu wenu. Kwa hili mtajua kwamba Mungu aliye hai yupo miongoni mwenu. Yoshua 4:23 inasema, kwa maana Bwana Mungu wenu aliyakaushia maji ya Yordani mbele yenu mpaka mkavuka, kama vile Bwana Mungu wenu alivyofanya katika bahari ya Shamu. Hebu tuangalie vile tulivyosahau. Kwanza, mto Yordani ulikuwa umejaa mpaka kando wakati wa mavuno ya shayiri. Hii ni msimu wa mvua kubwa, mto ulikuwa hatari zaidi kuliko kawaida. Pili, makuhani hawakuvuka tu, walisimama katikati ya mto kwa masaa 12. Mungu hakuwaambia waende haraka. Walibeba sanduku wakiwa wamesimama majini, wakisubiri taifa lote livuke. Tatu, mawe 12 yalitolewa kutoka katikati ya Yordani, mahali ambapo miguu ya makuhani waliobeba sanduku la agano ilisimama. Si mawe ya ukingoni, mawe kutoka katikati ya mto mkavu. Haya ni mawe ya ushahidi wa muujiza. Hapa tunaona mabadiliko makubwa ya kiroho. Kwanza, kutoka uchungu wa jangwani kwenda ahadi ya kuingia nchi. Miaka 40 ya kuzunguka imeisha, sasa ni wakati wa kuingia. Pili, kizazi cha kutangatanga kimekufa, hiki ni kizazi cha ushindi. Wazazi waliokataa kuingia Kanaani wamekufa jangwani. Watoto wao sasa wanaingia kwa imani. Tatu, Musa msimamizi amekwisha, Yoshua kiongozi ameanza. Mungu anasema, kama nilivyokuwa na Musa, ndivyo nitakavyokuwa nawe. Uongozi umebadilika, lakini Mungu ni yule yule. Mto Yordani ni mstari wa mabadiliko, kutoka jangwa la majaribio kwenda nchi ya ahadi. Tai alipaa juu akiangalia muujiza huu. Njiwa aliruka kutoka mti mmoja hadi mwingine akishangaa. Ng'ombe wa kijiji jirani aliangalia kwa mshangao. Naona kutoka anga, maji yamegawanyika kama ukuta wa macho. Hawa binadamu hawajui jinsi walivyo na baraka. Nimeshuhudia bahari ya Shamu, sasa ni Yordani. Mungu anarudia muujiza zake kwa kizazi kipya. Makuhani wamekuwa wakisimama majini masaa mengi. Ni uvumilivu gani? Hawa binadamu wana imani kubwa. Lakini hebu uone, wanachukua mawe kutoka katikati ya mto. Wataweka wapi? Ni kumbukumbu kwa watoto wao, ili wasiwe kama kizazi cha zamani kilichosahau mema ya Mungu. Somo la leo ni hili: Mungu anataka tuvuke Yordani zetu, yale mazingira ya hofu na shaka yanayotuzuia kuingia katika maisha ya ahadi. Lakini kuvuka kunahitaji hatua za imani. Kama makuhani walivyoingia majini kabla ya mto kukauka, pia sisi tunahitaji kuanza kuweka miguu yetu katika changamoto kabla ya kuona ufumbuzi. Pili, ichukua mawe ya ukumbusho kutoka katika muujiza wako. Yoshua alisema watoto watasema, mawe haya ni nini? Na wazazi watajibu, Yordani ilikauka mbele yetu. Je, una hadithi gani za Mungu unazoweza kuzisimulia watoto wako? Tatu, uvumilivu katika mchakato. Makuhani hawakuharakisha, walisimama mpaka wote wakavuka. Muujiza za Mungu zinachukua muda. Subiri. Tuombe pamoja. Baba wa anga, tunaomba uvumilivu kuvuka changamoto zetu kwa imani. Tusaidie tuwe makuhani wa familia zetu, tukisimama imara wakati wengine wanavuka. Na tutusaidie tukumbuke muujiza zako. Kwa jina la Yesu. Amina. Jiandikishe kwa maudhui zaidi ya kusoma Biblia.